Tumia Bima Pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha. Mimi kwa majina naitwa Angelina Ngalula. Ni mwenyekiti wa Baraza la Biashara za Afrika Mashariki. Lakini vile vile ni mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania. Haya, Mheshimiwa, leo tumeshuhudia Taifa Gesi wamekuja kuwekeza Kenya. Pengine hii yote ni matokeo ya muungano wa taasisi hizi ambazo moja kwa moja zinakuja kuleta mrejesho chanya kwa taifa ama kwa serikali za Afrika Mashariki. Kwanza leo hili ni tukio kubwa la kihistoria katika mataifa yetu mawili, lakini kwa Afrika Mashariki kwa ujumla. Na tunashukuru sana na tunapongeza jitihada za mahusiano mazuri yaliyopo ambayo yamefanikisha jambo hili kati ya marais wetu wawili, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafikiri wote mnakumbuka alikuja hapa na sisi wafanyabiashara tuliongozana naye, na mwekezaji huyu tulikuwa naye katika ziara ya kwanza kabisa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo nchi ya Kenya ndipo ambapo alitueleza sisi wafanyabiashara kwamba anakwenda kuifungua nchi kwa maana ya kutengeneza mazingira bora na mahusiano mazuri kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo leo tunaona matokeo ya kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya. Huu sio uwekezaji mdogo, ni uwekezaji mkubwa katika historia ya Afrika Mashariki, kwa maana kwamba mtaji unaowekezwa hapa sio mtaji mdogo. Ni kiasi cha takriban shilingi za Tanzania bilioni 310. Mara nyingi tumeona biashara kati ya hizi nchi za Afrika Mashariki zikiwa chini ya kiwango cha 20%. Intra-regional trade imekuwa kwa kiwango kidogo sana, lakini mradi kama huu sasa unaonyesha ni jinsi gani mazingira mazuri ambayo yametengenezwa na marais wetu, Mheshimiwa Samuel Ruto na Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hii ni indication, yani inaonyesha kwamba kuna mambo makubwa ambayo yanakwenda mbele. Kwanza inajenga kuaminiana. Sasa tunaaminiana kwamba Mtanzania anaweza kaja Kenya akawekeza kiasi kikubwa cha biashara, cha uwekezaji. Lakini vile vile Mkenya anaweza kuja Tanzania akawekeza kiasi kikubwa cha mtaji. Kumekuwa na mambo mengi sana kipindi cha nyuma. Kumekuwa na hali fulani ya sintofahamu hata kwenye mipaka yetu. Mara nyingi mmeshuhudia mipaka ikifungwa kutokana na sintofahamu za baina ya hizi nchi. Lakini hii sasa ni mwelekeo mpya katika eneo zima la uwekezaji katika hizi nchi zetu mbili. Lakini kitu kingine kikubwa ni kuwaomba Watanzania, wa Kenya na Wanaafrika Mashariki, sisi wenyewe tujiamini kwamba tunaweza, kwamba mwenzetu ndani ya Afrika Mashariki, kutoka nchi yoyote ndani ya Afrika Mashariki, ana uwezo na akaaminiwa kuweza kuwekeza katika nchi yoyote ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ukizingatia sasa tunatoka kwenye Afrika Mashariki tunakwenda kwenye Afrika kupitia protocol yetu ya Africa Continental Free Trade Area, ambapo sasa Afrika imefunguka. Kwa hiyo Mtanzania anaweza kwenda kuwekeza kwenye nchi yoyote, Mkenya anaweza kwenda kuwekeza kwenye nchi yoyote. Na kama mnavyofahamu, toka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aje hapa nchini Kenya wakati wa ziara yake ya kwanza mpaka leo, biashara kati ya hizi nchi mbili zimeboreka sana, zimeongezeka sana. Tanzania inauza zaidi Kenya kwa sasa, lakini unaona tena Watanzania wanakuja kuwekeza zaidi Kenya, kitu ambacho kilikuwa tofauti katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Tulipokuja hapa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wawekezaji wa Tanzania walikuwa 15 tu,
na bilioni 310. Kwa hiyo sisi sekta binafsi, wafanyabiashara, hii kwa kweli ni jambo kubwa sana kwetu. Kwanza kulipa zile juhudi za Mheshimiwa Rais ambazo amekuwa akizifanya katika nchi zote hizi ambazo amezitembelea. Anapoona kwamba sisi tunachukua hatua ya kuweza kuwekeza, nafikiri ni kitu ambacho tutamtia nguvu sana. Okay, jina langu naitwa Octavian Mshiu, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Tanzania Private Sector Foundation, taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania, taasisi mwavuli ya Private Sector Tanzania. Kiukweli tumefurahishwa na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika na kampuni ya Taifa Gesi ambayo imewekeza takriban shilingi bilioni 310 na zaidi kwenye mradi huu mkubwa mnaoona unaofanyika hapa Mombasa, Kenya. Mradi huu ni sehemu ya mafanikio ya ziara ambayo imefanyika mwaka juzi ya Mheshimiwa Rais, lakini pia ni mwendelezo wa uboreshaji wa mazingira ya biashara kati ya Tanzania na Kenya. Wote mnajua kwamba hadi sasa hivi Tanzania na Kenya biashara inafanyika ya volume ya karibu dola bilioni 1.1, ambapo wakati Mheshimiwa Rais anaingia biashara ilikuwa ni karibu dola milioni 300. Kwa hiyo biashara imekuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia Kenya ni mwekezaji mkubwa nchini Tanzania, na kwa kawaida ilikuwa inaonekana kwamba Wakenya wanawekeza Tanzania, lakini sasa hivi kupitia uwekezaji huu wa ndugu yetu Rostam Aziz, wa Tanzania wanaanza kuwekeza Kenya. Hili jambo la kuheshimisha wa Tanzania na wote tumefurahishwa. Kwa hiyo mradi huu pia unaenda kutoa fursa kwenye sekta nzima ya gesi na mafuta nchini Tanzania, ambapo kama mnavyojua Tanzania inaenda kuchimba gesi LNG plant pale Lindi. Kwa hiyo tutapoanza kuchimba gesi yetu itakuwa ni rahisi kupata masoko ya uhakika, sio tu Tanzania bali kwenye eneo zima la ukanda wa Afrika Mashariki na eneo zima na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo siku hii ni siku ya furaha kubwa kwa ajili ya Watanzania kwa ujumla. Shukrani.